utaona kule kulikuwa na wakunga ambao Farao aliwaagiza, akasema Mwebrania akijifungua mtoto wa kiume mumuue, lakini mtoto wa kike mumwache aishi. Lengo ili uzao wa Waebrania usiendelee kuongezeka. Amina. Lakini wale wakunga, mmoja alikuwa anaitwa Shifra, mwingine alikuwa anaitwa Pua, walikuwa wanamcha Mungu. Amen. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba kumbe madaktari, sijui maneshi, ni Mungu aliweka akili katika fahamu zao ili watumie akili zao walizopewa na Mungu kushughulikia afya ya mwanadamu. Nilisema afya maana yake nini? Afya ni jumla ya viungo vyote vya mwili kujisikia vizuri. Hakuna kiungo ambacho kina hitilafu. Mtu anasema nina afya nzuri, maana yake viungo vyake vyote viko sawia. Amen. Amen. Tukasema sasa afya ya kidunia ni mifumo ya kibinadamu inayoshughulikia uimara wa afya nini ya mwanadamu. Lakini tukasema aina ya pili ya afya ni afya ya kiungu. Tukasema afya ya kiungu ni ile afya ya Mungu wetu. Sasa Mungu ambaye hajawahi kurekodiwa popote kwamba anaumwa, kwamba aliamka vibaya, kwamba siku moja kichwa kilimuuma. Sasa ni ule mfumo wa afya ya Mungu kushughulikia afya ya mwanadamu. Nikasema mifumo ya kidunia inaweza ikakwama. Mifumo ya kidunia inaweza ikakwama kushughulikia baadhi ya matatizo katika afya ya mwanadamu. Mtu anaweza akaumwa kansa, akaambiwa haiwezekani. Haleluya. Kutibiwa, labda tukukate. Labda mtu ana kansa ya titi, labda mtu ana kansa ya kizazi, labda mtu ana kansa ya mfupa, mtu ana kansa ya damu, mtu ana kansa ya ngozi. Mifumo ya kidunia inaweza ikashindwa kushughulikia kuponya afya ya mtu huyu, lakini mfumo wa Mungu unaponya. Amen. Haleluya. Amen. Afya ya kidunia ina ukomo, si ndiye? Lakini afya ya kiungu haina ukomo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuko pamoja watakatifu. Amen. Amen. Okay. Sawa. Lakini pia tukaangalia sababu 4 kwamba kwa nini hautakiwi kuumwa au kwa nini hautakiwi kukubali magonjwa yakae katika mwili wako. Kwa nini? Tukasema sababu ya kwanza ni kwa sababu ya agano la damu ya nani? Ya Yesu. Yesu, Biblia inasema kwenye kitabu cha kwanza cha Petro sura ya 2 mstari wa 24. Anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Ili tukiwa wafu kwa habari ya dhambi, tuwe hai kwa habari ya haki. Na kwa kupigwa kwake tuliponywa. Kwa hiyo tunaona kwamba Petro anaeleza kazi 2 ambazo Yesu alikuja kuzifanya duniani. Ijapokuwa Yesu alikuja kufanya mambo mengi, lakini Petro akaeleza mambo mangapi? 2. Akasema cha kwanza, Yesu alikuja ili atutoe dhambini. Amen. Aliteseka ili atutoe katika utumwa wa dhambi. Amina. Lakini kitu cha pili, Yesu alikuja ili kututoa katika magonjwa. Kwa hiyo kama Yesu asingeteseka msalabani, bado shetani angekuwa na uhalali wa kuendelea kutuburuza katika magonjwa. Bado angekuwa na uhalali wa kuendelea kututesa katika magonjwa. Lakini ashukuriwe Mungu, Yesu aliteseka na kwa kupigwa kwake tuliponywa. Sababu ya pili kwa nini hautakiwi kukubaliana na magonjwa ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Amen. Labda kama hauna Roho Mtakatifu ndani yako. Haleluya. Amen. Unasikia vizuri? Labda kama hauna nini? Roho Mtakatifu ndani yako. Lakini ikiwa ndani yako unaye Roho Mtakatifu, Roho wa uzima. Biblia inasema hivi. Anasema Roho Mtakatifu aliye ndani yenu ndiye aliyemfufua Yesu siku ya 3 kutoka kwa wafu. Akiwa ndani yenu atawafanyia jambo lile kama alilolifanya kwa Kristo. Amen. Unasikia vizuri? Amina. Anasema ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya nini? Ya kufa. Maana yake kama mwili wako una kansa, unateswa na magonjwa mbalimbali,
Biblia inasema Roho Mtakatifu aliye ndani yako ataimarisha afya yako. Atakutoa katika hali ya kufa. Amina. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Lakini pia tukasema kwa sababu ya neno la Mungu, pia kwa sababu ya tukataja sababu 4. Lakini pia tukaangalia mifano ya watu. Unajua kuna watu tukiwaambia kwamba utabii kuumwa, anasema Ayubu aliumwa sembuse mimi. Sijui nabii fulani alikufa Elisha, aliumwa mpaka akafa, mimi nani? Haleluya. Siku ya Ijumaa niliwafundisha na tukaomba. Mungu akawafungua wale ambao walikuwa wanateseka. Amen. Amen. Tukasema hivi, waliorekodiwa kwenye Biblia kwamba waliumwa hawajaandikwa ili na sisi tuumwe kama wao. Unasikia vizuri? Amen. Nikasema kwa mfano ukimwangalia nabii mkubwa Elisha ambaye Mungu alimtumia hata kufufua wafu. Mungu alimtumia kuponya wenye ukoma. Elisha alikufa kwa ugonjwa, lakini mifupa yake ilikuwa na nguvu ya kufufua hata waliokufa. Nikasema ukimsoma Elisha utagundua ya kwamba upako usioutumia hautakusaidia. Unaweza ukawa na upako wa kuponya wagonjwa lakini wewe unaumwa. Unaweza ukawa na upako wa kufungua waliofungwa lakini wewe unateswa na nguvu za giza. Kwa nini? Kwa sababu upako usioutumia hautakusaidia. Kwa hiyo nikawapa ushuhuda kwamba kuna siku na mimi nilikuwa nimeshambuliwa. Mwili wangu una shida. Mke wangu alikuwa amekaa anafua nguo, mimi nimekaa kwenye kiti. Nikatafakari sana, nikasema Mungu, ninakataa kuwa kama Elisha, ambaye alikufa kwa ugonjwa ijapokuwa na upako wa kufufua maiti. Nikasema Mungu, si unanitumia kuponya wagonjwa? Si unanitumia kufungua waliofungwa? Nikasema ule upako ulionipa ambao ninauona kabisa unaponya wengine, leo niponye na mimi. Nikasimama, nikaanza kujishika mgongo, nikaanza kusema najitengeneza mwenyewe. Najiponya mgongo, najiponya kiuno, najiponya, najifungua mwenyewe, ninajiponya, najitengeneza mwili wangu. Nilipoanza kuongea ndani ya dakika moja nikaanza kuona yale maumivu yanapotea. Ugonjwa unapotea. Kwa nini? Kwa sababu shetani hakuogopi kwa sababu umemkataa. Shetani anakuogopa kwa sababu ya maarifa. Amen. Magonjwa hayatakukimbia kwa sababu umeyakataa. Magonjwa yataukimbia kwa sababu unauelewa. Amina. Kadiri ufunuo unazidi kuongezeka ndani yako, ndivyo shetani anazidi kukuogopa. Amen. Nguvu ya shetani ni ujinga ulionao. Kutokujua ndio ujasiri wa shetani. Walisikia vizuri eh? Amina. Kwa hiyo tukamwangalia Ayubu, tukasema kwamba ugonjwa aliyoupata Ayubu, inasema aliumwa majipu kuanzia uwayo wa mguu mpaka utosi wa nini? Wa kichwa. Magonjwa ya Ayubu si mapenzi ya Mungu. Shetani alienda kumshitaki Ayubu. Akaenda kumshitaki akasema, Mungu, unafikiri huyu Ayubu anakuheshimu bure? Ayubu anaigiza, anajifanya na kuheshimu lakini hakuheshimu ni kwa sababu umembariki. Kama mnafikiri Natania, ondoa baraka zako uone kama Ayubu hata kukufuru. Mungu akasema hapana. Kwa hiyo yale ni mashitaka, shetani alipeleka mashtaka. Haleluya. Amen. Alisikia vizuri? Sasa Ayubu hakuwa na ufahamu kama huu. Sisi katika Agano Jipya tumepewa neema. Katika kitabu cha Ufunuo tunaonyeshwa ya kwamba ametupwa chini yule mshitaki awashitakie ndugu zetu mbele za Mungu kila siku mchana na usiku. Amen. Kama vile ambavyo shetani alimshitaki Ayubu mbele za Mungu kwamba Ayubu anaigiza, anajifanya na kuheshimu lakini sio kweli, ni kwa sababu tu umembariki. Amina. Nasikia vizuri eh? Mungu anatupa ufahamu. Mungu ametupa sisi ufunuo katika kitabu cha kwenye Agano Jipya ili tuelewe. Ndipo Yesu akawaambia wanafunzi, akasema shetani amewataka mbele za Mungu apate kuwapepeta kama ngao. Baadaye akasema ombeni basi ili msiingie wapi? Majaribuni. Majaribuni. Ombeni basi ili msiingie wapi? Majaribuni. Ombeni basi ili msiingie wapi? Majaribuni. Majaribuni. Maana yake Ayubu angekuwa na ufahamu kama huu, na kuhakikishia kama Ayubu angeenda mbele za Mungu kuomba,
kwamba ninatangua mashtaka ambayo shetani ameyapeleka mbele za Mungu katika mahakama. Ile ni mahakama ya mbinguni. Unajua kuna mahakama za aina hii 3. Kuna mahakama ya mbinguni, ndio mahakama kubwa kuliko mahakama zote. Mahakama ya pili ni mahakama ya kuzimu, inaitwa mahakama ya uchawini. Kule ndiko wachawi wanapeleka mashtaka. Sikia vizuri eh? Haleluya. Amen. Kule ndiko wanapeleka wachawi mashtaka. Anajifanya anamsaidia mamake. Anajifanya anasaidia sana watu. Unajua maidia, jifunze kitu kimoja. Kusaidia watu ni jambo zuri sana. Lakini umewahi kuona mtu unatoa pepo inasema alijifanya anasaidia sana watu? Unasikia vizuri? Mtu yeyote aliyekwama kwenye maisha, kuna nguvu iliyomkwamisha. Unaelewa vizuri? Mtu yeyote iwe amekwama kiuchumi, iwe amekwama kielimu, iwe amekwama kwenye ndoa, iwe amekwama kwenye afya, kwenye eneo lote, nyumba yake kuna nguvu imemkwamisha. Unapoenda kumsaidia yule mtu aliyekwama, unanunua vita na kile kilichomkwamisha. Unanielewa vizuri eh? Unanielewa eh? Amen. Unapomsaidia mtu yeyote aliyekwama, maana yake moja kwa moja unaenda kushindana na kinachomkwamisha. Unanielewa vizuri? Amen. Kama kuna mchawi amemloga mtu huyu kwamba huyu mtu sitaki awe na biashara, wewe unapoinuka kumsaidia huyu mtu, nataka nimpe mtaji, nataka nimuinue huyu mtu, ile nguvu inayomkwamisha, naangalia source, nguvu ya huyu mtu uinue kichumi inatoka wapi? Maana yake ile nguvu itaanza kushindana na wewe, sio kwa ajili yako, kwa ajili ya huyu mtu asiyote. Ndio maana kuna watu wamenunua kesi. Unasikia vizuri? Amen. Unapokuwa na moyo wa kuwasaidia watu, usimsaidie mtu tu kwa sababu naona ameshindwa. Msaidie mtu kwa sababu ya msukumo wa pendo la Mungu, na uwe na ufahamu. Lazima ujue huyu mtu kilichomkwamisha nini. Kuna vitu 4 au 5 ambavyo huwa vinakwamisha watu. Kitu cha kwanza ni nguvu za giza za kifamilia. Zinaweza zikamkwamisha mtu. Kwa hiyo unapoenda kumsaidia yule mtu ambaye miungu, kwa mfano, unataka uende kumjengea nyumba, mtu ambaye miungu ya ukoo wake haitaki awe na nyumba, moja kwa moja ile miungu itaenda kupigana na wewe ili yule mtu asiwe na nini. Lazima ujue huyu mtu unayetaka kumsaidia kwa nini amekwama. Kuna watu ambao wanakwama kwa sababu ya miungu ya nguvu za giza za kifamilia. Wengine wamekwama kwa sababu ya kulogwa. Amelogwa asifanikiwe. Amelogwa asiwe na uchumi. Amelogwa asiwe na kazi. Wewe hata ukimwajiri kwenye duka lako halitaenda. Mwisho wa siku unaweza kumfukuza kabisa, lakini baadaye unakuja kugundua kwamba hana shida. Unasikia vizuri? Kuna mtu mwingine amekwama kwa sababu ya ujinga, ignorance. Ujinga. Huyu mtu anachohitaji ni maarifa tu. Unasikia vizuri eh? Amen. Kuna mtu amekwama kwa sababu ya uvivu au uzembe. Ni mvivu, hapendi kupigana. Amina. Amen. Unasikia vizuri? Hana ule mtazamo wa kupambana, sio mpambanaji. Akiona kitu ni kigumu sana, mimi nimeahirisha. Akiona kitu ni kigumu sana, utafikiri aliumbwa kufanya vitu vyepesi duniani. Hatujaumbwa kufanya mambo mepesi. Amen. Unasikia vizuri? Amen. Kitu cha 5 ambacho kinaweza ikamkwamisha mtu ni nguvu za giza za kieneo. Ni nguvu za giza za kieneo. Kuna nguvu za kieneo ambazo huwa zinashikilia eneo. Unasikia vizuri eh? Kwa hiyo hata unapokuta mtu amekwama kwenye eneo fulani, unatamani kumsaidia, usikimbilie. Unasikia vizuri eh? Sikukatazi kusaidia watu. Saidia watu. Sawa eh? Lakini ni vizuri pia unaposaidia watu wewe pia muombaji. Unasikia vizuri eh? Haleluya. Amen. Unasikia mtu wa Mungu? Amina. Kuna watu ambao wameshambuliwa na mapepo kwa sababu ya kusaidia watu hovyo. Nimewahi kuwapa ushuhuda wa kijana mmoja ambaye aliamua kwenda kumtembelea bibi yake, akampa hela bibi kabisa bibi. Bibi yake akamloga kupitia ile hela, alienda kufanya kumsaidia. Lakini kuna shuhuda mbalimbali, hata sehemu nyingine unakutana na mtu ni omba. Jamani, ukisukuma kumsaidia mtu, kama ndani yako huoni shaka yoyote, msaidie. Sawa eh?
ukisukuma kumsaidia mtu, kama hauoni shaka yoyote, msaidie. Lakini ndani yako ukiona kuna chembe ya shaka, simama kwanza. Hata kama unaona anatia huruma sana, yaani hata kama unaona anatia huruma mpaka hatua ya mwisho, kama unatamani kumsaidia lakini ndani yako ukaona kuna hali fulani ya kutia shaka, usimsaidie bado. Ni bora ukakaa naye ukaanza kumhoji. Nipe historia ya maisha yako. Muulize. Mwambie hii hali, kwa nini napitia hii hali? Muulize, fuatilie. Yaani usiende tu kumsaidia mtu kwa sababu anatia huruma. Wakati mwingine kaa naye, muhoji. Hili tatizo, kwa nini wewe unafeli? Huwa unaota ndoto gani? Juzi mliokuwepo niliwaeleza, niliomba na watu ambao wanaota ndoto nyoka wanaofuatilia. Nikasema ukiota ndoto nyoka na kukimbiza au nyoka, maana yake kuna mikataba ya miungu ya kifamilia ambayo inakufukuzia, inakufuatilia. Ndio maana unaona nyoka wanakufuata. Sawa? Nikasema au kuna mikataba ya kuzimu ambayo uliingia bila wewe kujua na inakufuatilia. Na niliomba wanao watu kwa ajili ya hizo kesi mbili. Nasikia vizuri eh? Amen. Muulize mtu kwamba hivi, kwa nini biashara inakwama? Kwa nini wewe hivi na hivi? Usikimbilie kumsaidia mtu haraka. Wakati mwingine kaa naye kwanza. Hata kama anahitaji hela, muoji maswali. Peleleza, fuatilia historia yake. Utagundua tatizo nini na anahitaji msaada wa nini. Kuna watu wanateseka, unafikiri wanataka hela, kumbe wanachohitaji sio hela, ni kufunguliwa. Anachohitaji ni umbandikie mkono umfungue. Amen. Unasikia vizuri? Amen. Kuna watu wanateseka, unafikiri labda anahitaji mavazi, kumbe hahitaji mavazi. Anahitaji kupewa ufahamu. Yesu akasema kwamba Roho Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta nipate kuwatangazia masikini habari njema. Amen. Kuna masikini hawataki hela, wanatakiwa habari njema. Amina. Wanatakiwa wape ufunuo, wape maarifa. Amen. Wanainuka. Ukikimbia tu haraka kumpa mtaji, umeingia kwa ndo unaanza kuota ndoto umeshika masikio ya mbwa. Unaota ndoto umeshika nini? Ukiota ndoto umeshika masikio ya mbwa, maana yake umeingilia ugomvi usio kuhusu. Au ukiota ndoto adui anakukimbiza, unakimbia. Biblia inasema mpingieni shetani naye atawakimbia. Alafu wewe ndio unakimbia. Sijui nyoka anakukimbiza. Nini kile unakimbia? Maana yake umeingia kupigana na ufalme ambao hauna maarifa kuhusu ule ufalme. Yaani unapigana na ufalme usioujua. Unasikia vizuri? Ndio maana unaota ndoto unakimbizwa. Maana yake ufalme unaopigana nao bado hauuelewi. Unapigana na usichojua. Ndio maana unaota unakimbia. Na Mungu tu kukuhurumia, cha kukusaidia anakupa tu unapaa. Ndio unaota ndoto adui anakimbizwa, unapaa, unaanza asante Yesu, nilikuwa napaa. Ndio kwamba ni matatizo hayo, umehurumiwa tu. Unafurahia kupaa kwenye ndoto. Alikuwa ananikimbiza napaa. Aitaka kunigusa napaa. Napaa. Wewe umezidiwa na adui. Mungu tu amekuhurumia. Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia, sio mtamkimbia. Sasa shetani ndio adui anaukimbiza. Wakati Biblia inasema inabidi adui ndo akukimbie wewe. Amen. Haleluya. Amina. Hello. Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amina. Kwa sababu ukafurahia ukasema niliacha ndoto nzuri leo. Nilikuwa napaa tu. Napaa tu. Una matatizo. Haleluya. Umshukuru tu Mungu alikusaidia ulilemewa. Ukiota ndoto tunamkimbia kwa maana umelemewa. Haleluya. Sikia vizuri eh? Amen. Yaani kama vinyoka hivi ando kwenye ndoto napigaga mpaka vinakimbia na vifuata na pasua, yaani kipiga rungu moja kichwa kinapasuka mpaka sere kimepotea. Piga. Nyoka nikimbize. Yaani mimi ndo namkimbiza. Yaani mpaka natafuta yuko wapi. Piga. Nikiamka nasema nyewe wachawi na choma moto nyoka zenu na walisha nyama ya nyoka zenu. Sikia vizuri? Amen. Haleluya. Amina. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Haleluya. Amina. Yeah. Hebu tuangalie vyanzo vya magonjwa alafu tutamuomba Bwana. Tutashughulika navyo. Vyanzo vya magonjwa.
Chanzo cha nimewahi kuwafundisha, si ndio? Amen. Chanzo cha kwanza cha magonjwa ni dhambi. Dhambi, sin, is the source of sickness and disease. Sin, evil. Dhambi ndio mlango mkubwa wa watu kuteswa. Unajua jamani, hapo mwanzo Mungu hakuumba magonjwa. Hapo mwanzo Mungu hakuumba kansa. Hapo mwanzo Mungu hakuumba malaria. Hapo mwanzo Mungu hakuumba fibroid. Hapo mwanzo Mungu hakuumba, haleluya, hakuumba uvimbe kwenye mlango wa uzazi, sio kwenye mirija ya uzazi, sawa eh? Amina. Amen. Mungu hakuumba, inaitwa hormone imbalance. Tatizo la mwanamke ana bleed muda mrefu. Eti doctor, inaitwaje? Hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuumba kansa. Hapo mwanzo Mungu hakuumba viwete. Nasikia vizuri? Chochote ambacho Mungu hakiweka ambacho ni tatizo hakikubaliki. Ni haramu kuwa juu yako. Nasikia vizuri? Nina uvimbe tumboni. Sijui nina nini. Mungu amenituma nije nirekebishe afya yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu amenituma nije nirekebishe afya yako kwa jina la Yesu. Amina. Mimi ni wakala wa kazi ya msalaba kwa jina la Yesu. Mliokuwepo Ijumaa niliwapa ushuhuda. Ijumaa nilikuwa hapa ninamlilia Bwana. Nikamwona Yesu kwenye msalaba leo. Kabisa, mimi siwasimuli uongo. Nikaona Yesu kwenye msalaba. Ule msalaba unainuliwa. Sio mara ya kwanza kwa, nadhani mchungaji nilimsimulia kuna siku. Mwezi huu wa 4. Kuna siku nilikuwa ninaomba nikawa naona msalaba unainuliwa. Lakini juzi nikaona sasa Yesu katika anang'aa mpaka sasa nikamwona uso wake. Ule msalaba unainuka, ukainuliwa, ukawa juu. Nikasema mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu katika mwili wake juu ya msalaba. Na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Amina. Haleluya. Amen. Ya, Mungu amenipa neema ya kuwa wakala wa kazi ya msalaba. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Sikia vizuri eh? Ya. Kwa hiyo sasa Adamu alipotenda dhambi tu ndipo kifo kikaanza. Unajua lengo la Mungu hakuumba ili watu wawe wanakufa. Sikia vizuri? Amen. Yaani lengo la Mungu alituumba ili tuishi milele. Kwa hiyo kifo sio mpango wa nani? Wa Mungu. Narudia tena, kifo sio mpango wa nani? Wa Mungu. Lengo la Mungu aliumba watu wasife. Ndio maana Mungu akamwambia Adamu, akasema Adamu, usile tunda la mti huu. Siku utakapokula hakika utakufa. Hakika utakufa. Kwa nini Mungu alimkataza Adamu kula tunda? Kwa sababu sio mpango wa Mungu wanadamu wafe. Kwa kifo ni mpango wa Mungu? Hapana. Kifo ni mpango wa Mungu? Hapana. Narudia tena, kifo ni mpango wa Mungu? Hapana. Mungu aliamua tuwe tunakufa au ni sisi tulijitakia? Ni sisi tulijitakia. Kwa sio mapenzi ya Mungu, si ndio? Amen. Mkuu nini tunakubaliana? Sio mpango wa Mungu. Mapenzi ya Mungu alitaka tuishi milele. Yaani mpaka tungekuwa tumekaa na babu yetu Adamu na hebu tupe story. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ilikuwa mapenzi ya Mungu tusife. Tena Mungu alisema zaeni mkaongezeke mkaijaze. Yaani furaha ya Mungu dunia nzima ijae watu. Nacheza na Mungu nini? Haleluya. Ya, nilikumbuka lakini nikaonelea. Ya, acha tu hivyo. Mapenzi ya Mungu alitaka tusife. Mungu alitaka tusife kabisa. Amina wapendwa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tuko pamoja eh? Amen. Kwa jamani, Yesu Kristo, ninaposema dhambi ndio chanzo cha magonjwa, sina maana kwamba kila ugonjwa ni dhambi. Unasikia vizuri? Sina maana kwamba nini? Sasa mwingine anasema mimi naumwa malaria, ina maana nimefanya dhambi. Mimi naumwa kiuno, ina maana nimefanya dhambi.
Mimi naumwa kichwa, ina maana nimefanya dhambi? Hapana. Nasikia vizuri? Maana yake dhambi ilipofanyika duniani ndipo magonjwa yakaanza kufanya kazi. Kabla Adamu hajatenda dhambi, magonjwa hayakuwepo. Magonjwa yalianza siku dhambi ilipoingia duniani. Unasikia vizuri? Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo magonjwa yalianza dhambi ilipoanza. Haleluya. Amina. Tuko pamoja? Amen. Lakini pia kuna watu ambao wanaumwa kwa sababu walifanya dhambi. Unasikia vizuri? Amen. Kuna watu ambao wanaumwa kwa sababu walifanya nini? Dhambi. Walifanya dhambi. Walifanya dhambi, magonjwa, pepo likapata nafasi ya kuingia. Wakapata labda HIV. Japo ilikuwa sio kila aliyepata HIV alifanya dhambi, si ndio? Wengine alipata ajali, damu zikagusana. Mwingine karogwa tu. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo chanzo cha kwanza cha magonjwa ni dhambi. Lakini chanzo cha pili cha magonjwa ni nguvu za giza. Hebu sema nguvu za giza. Nguvu za giza. Sema tena nguvu za giza. Nguvu za giza. Sema nguvu za giza. Nguvu za giza. Kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10 anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo shetani anapokuja kwako anakuja kuharibu afya. Kazi ya shetani ni kuharibu afya yako. Anaharibu macho yako yasione vizuri. Anaharibu usiwe na uwezo wa kudaka mimba. Anaharibu uwe na tatizo la mfumo wa upumuaji. Kazi ya shetani ni kuharibu. Popote shetani anapoingia ni kuharibu tu. Amen. Amen. Lakini pia chanzo kingine cha magonjwa ni laana. Unasikia vizuri? Amen. Unajua kuna siku nilikuwa nawaelekeza kwa habari ya kanuni za kuzingatia ili uishi maisha marefu bila magonjwa. Nikasema moja kati ya vitu unavyotakiwa kuepuka ni kuheshimu sana wazazi wako wa kiroho na wa kimwili. Unasikia vizuri? Amen. Biblia inasema enyi watoto waheshimuni wazazi wenu katika Bwana. Anaposema katika Bwana maana yake wazazi wenu wa kiroho. Alafu tena anasema mheshimu baba yako na mama yako ili upate kuwa na heri, siku zako zipate kuwa nyingi. Anaposema upate kuwa na heri maana yake usiwe na magonjwa. Maana yake unaposhindwa kumheshimu mama yako aliyekuzaa, unaposhindwa kumheshimu baba yako aliyekuzaa au wazazi wako wa kiroho, maana yake unajiweka katika hatari ya kupata laana ya magonjwa. Unajiweka katika hatari ya kufupisha siku zako za kuishi. Haleluya. Amen. Sikia vizuri Amen. Heshimu sana wazazi wako. Mtu anasema mimi baba yangu watu hivi kabisa, ni baba yangu hata nikimkuta siwezi nikamsalimia. My friend, your father, mtu aliyekufanya wewe duniani hata kama ni mchawi, mheshimu. Sawa? Amen. Kabisa, baba yako, mama yako. Hello? Hello? Amen. Laana. Kuna watu ambao wanaumwa lakini ni laana. Wanateswa na laana. Sawa? Wanateswa nini? Laana. Na laana. Kuna laana ya wazazi au laana kutoka kwa watumishi. Amina, watu wa Mungu. Si mnamkumbuka Naamani? Naamani kwa nini alipata ukoma? Hakumheshimu mtumishi wa Mungu, si ndio? Amen. Unamkumbuka kuhani Eli? Kwa nini alipata laana? Hakumheshimu Mungu, si ndio? Amen. Mnamkumbuka Miriam? Kwa nini alipigwa na ukoma? Alimsema Musa, si ndio? Amen. Nekaa tu namsengenya mzazi wako au namsengenya mchungaji wako. My neighbor, unajiposition kwenye eneo baya. Sikia vizuri Haleluya. Haleluya. Amen. Hebu tusimame sasa, nataka tuombe. Tusimame. Yes, thank you.